kutoka pale tu mpaka pale. Tayari ushachoka. Sasa kuna umbali gani pale? Ungebolt una hela ya kubolt wewe. Uko chuo kesho naenda naye. Si utafuta hela. Au si? Ndio. Wenye. Angalia nini mzee? Shida. Yaani mzee kama Bwana Yesu. Kila tunakoenda yeye. Nyamaza. Atakusikia. Wewe deni langu vipi? Deni. Nyinyi wawili, nyinyi. Mwambieni dada yenu na mama yenu wanilipe deni langu. Mzee vipi? Wewe mzee, sisi haya mambo hatuhusu. Sasa tunaongea nini sasa? Kwanza, hizo pesa ulimkopesha nani kati yetu hapa? Tena, yani ajibu. Ulimkopa nani? Sasa wewe mzee Juma naomba nikuulize tu. Hizo pesa ulimkopesha babangu mkiwa barabarani? Tena, Darulu nimekumbuka. Huyu mzee huyu, juzi nilikuwa mimi na marafiki zangu uwanjani tunaangalia mpira. Akaja pale mbele ya marafiki zangu, akaanza kuzungumzia masuala ya deni. Yaani mzee ana shida mimi nakwambia. Nyinyi familia mkae kijua kuwa deni langu lazima mtalilipa. La sivyo nini? Utafanya nini? Mwambieni mama yenu haki yangu haiendi bure. Sawa. Lakini si nyinyi ndio mliyosema kwamba deni la mzee Nyasa mtalilipa ndugu. Sasa nashangaa kwa nini hamjalilipa? Hilo deni lisemekana litalipwa na ndugu. Na sio watoto wa mzee Nyasa. Sisi ni watoto wa mzee Nyasa na sio ndugu wa mzee Nyasa. Mjaribu kutofautisha basi. Kuna ndugu na kuna watoto. Sisi ni watoto na sio ndugu wa mzee Nyasa. Exactly. Bwana, ninachotaka mnilipe pesa zangu. La sivyo tutaonana mabaya nawaambia. Darulu mimi naona napoteza muda tu hapa. Nina kazi nyingi za chuo za kufanya. Sasa naomba nitangulie. Wewe Luna sasa unaenda wapi unaniacha? Darulu, wacha nifuate Luna. Kelvin na Luna, nisubirieni hapo. Wewe mzee, nimekuchoka. Tena nimekuchoka sana tu. Sana zaidi ya sana. Koma kuifuatilia familia yangu. Ukome. Sikujui. So please, leave my sister alone. We mtoto, una adabu Haujafunzwa na mama yako. Unielewi? Sasa nakwambia nitatumia njia zote ili jina langu libaki katika historia ya maisha yenu, na ninakwambia mwisho wako utakuwa mbaya. Wewe sio muumba wake. Usimtishe mdogo wangu. Hukumuumba wewe. Wewe sio muumba wake. Yaani kwanza hututishi upo. Haututishi. Deni. Utakuwa unadai wewe. Wanadaiwa watu mabilioni na mabilioni, sio wewe. Tena ukome, serikali yenyewe inadaiwa muone. Mzee mzima ovyo. Twende nyumbani na wewe. Auntie, ulisema unataka kuuza ile shamba? Shamba lazima niuze. Madeni nilokuwa nayo, majukumu nilokuwa nayo lazima niuze. Sina namna. Shamba lenyewe moja tu aliloliacha mjomba. Hayo ukiliuza sisi tutakula nini? Na linaniuma lilivyokuwa na rutuba lile. Sasa kila nikifikiria madeni nalipa na nini? Auntie hapana. Hata kama auntie ndio hilo deni la mzee Juma, hapana. Amezidi. Hujui tu deni linavyonikumbusha. Haya wenzetu. Inaonekana mmechoka. Huyo baba mwenye nyumba naye amepita bila kusema chochote. Kulikoni? Na kadada ketu mbona kanaonekana kamenuna? Luna anaonekana kabisa hayuko sawa. Kwani mmegombana? Mama wapi bana na wewe? Hakuna chochote kilichotokea huko barabarani. Ni vijimambo vidogo vidogo tu. Lakini si tuko sawa.
Yaani vijimambo vipi? Yaani mama, sisi wala hata tujagombana. Ila sema tu ni huyo mzee Juma na pekenyu zake ndo zimesababisha paka huyu Luna yuko sawa. Mzee Juma tena? Ehe. Anasemaje? Mama jamani, kwani ujui? Ni lile deni analosema anamdai mume wako kila siku. Ndio hilo limesababisha timbwili uko barabarani. Unajua yule mzee hana akili kabisa yule. Yaani tangu nimemwambia alete makaratasi ya makubaliano ya hilo deni, mpaka hivi ninavyoongea na wewe, hajaleta hata kipande cha karatasi. Anataka nini kwa wanangu? Sasa mama, hilo ni 9. 10 tena kubwa kuliko ni hila hapa. Huyo mzee si ameenda kumvaga huyo Kelvin huko kwenye uwanja wa mpira akiwa anacheza na marafiki zake. Eti Kelvin anasema alienda kumdai hilo deni mbele ya marafiki zake. Jamani, yani huyu mzee Juma nimechoka kwa kweli. Hivi huyu mzee anataka nini kwa wanangu jamani? Anti, nimekumbuka. Kuna daftari niliona kule chumbani kwako. Anti, subiri nikaliangalia. Niliona kama watu ninawadai sijui. Good morning, sis. How are you? Wewe? Unaenda? Sure. Chuo? Yeah. Hivi unajua sasa hivi ni saa ngapi? Yaani unaenda chuo sasa hivi? Wewe? Shit. Kifense, utanionyesha muda ukifika. Kwa maana kwamba hii degree ndo inamchanganya au shida ni nini? We Luna! Luna! Hebu amka, utachelewa chuo. Yaani mama, wewe bidada aliamka saa 10 za usiku. Kamwambia arudi kulala, atadamka saa 1 asubuhi aende chuo. Nashangaa amelala mpaka saa hizi. Basi hamna shida, utamwamsha. Saa hizi? Mwamsha, anachelewa chuo. Luna, wewe mshai? Yaani mmelala mpaka saa hivi? Rusha. Wewe Rusha wewe. Rusha. Hebu amka. Unajua sasa hivi ni saa 1:30 afu na wewe mwenzako alisema anaenda chuo amelala mpaka saa hivi. Wewe Luna. Luna. Hebu amka uende chuo wewe. Rushai. Utamwamsha ndugu yako huyu aweko hapa sawa? Mimi naenda kuendelea na kazi zangu. Sasa nimewaamsha muendelee kulala. Luna. 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 Dalulu. Dalulu. Kwani kuna nini? Auntie, namwamsha Luna hata amki, sijui kawaje. Kitakuwa kimeshaanza maigizo yake. Hebu Luna nenda kakiamshe hicho kiende chuo. Sawa. Mbona umeshtuka vile? Darul, Luna ana nini? Auntie! Auntie Joe! Darul, kuna nini? Darul. Auntie nenda kamwangalie Luna, sijui kapata na nini. Darul. Darul kuna nini? Darul niambie basi Luna ana nini? Dalulu. Dalulu. Dalulu niambie.
Kevin, usijue umepatwa na nini? Luna. Mama. Nini mama? Kuna nini? Luna, ongea mama, acha kulia. Niambie basi. Jamani mwanangu. Mwanangu. Luna mwanangu mwanangu. Jamani mwanangu. Jamani mwanangu. Hapana mwanangu. Jamani mwanangu, mimi
sio huyu. Niko hapa, sio huyu. Mzee mfuata nini hapa? Kumfuata nini hapa? Kwa hiyo baada ya kumfanyia ulichomfanyia mdogo wangu, bado unakuja msibani, si ndio? Unaongea na wewe. Unafuata nini hapa? Unafikiri unaweza kaniua mimi? Unaweza kaniua mimi wewe? Mzee vipi wewe? Potea hapa sawa? Huyu anazingua huyu mzee. Dada yangu yule ujue ji. Dada yangu ujue. Luna, kwa nini umeniacha katika kipindi kigumu sana? Umeniacha na nani? Alafu huyu mzee Juma amekufanya nini? Tulikuwa tunaenda sehemu nyingi pamoja. Sasa mimi nitaenda na nani sasa? Bro, unajua ni kiasi gani ulikuwa nampenda dada yangu? Sasa hizi nitakula na nani? Nitakuwa naenda kutembea na nani? Yaani Luna alikuwa kila kitu kwangu. Kaka Keve, hupaswi kuwa na mawazo hivyo. Mimi Luna wako niko hapa niangalie. Wow, umeniona? Usikae hapo. Okay, nasimama. Hicho kitu ni kibovu. Ni sababu ya kuendelea kukaa hapa. Hicho ni nikamwangalia. Mama. Mama yuko ndani. Lulu, wote. Wewe uone unapotembea. Uangalie mbele. Unageuka geuka nini? Unaniona? Ndiyo nakuona. Kwa nini mama wangu anioni? Na huyu amenionaje? Kwa sababu wewe ni roho na sio mwili. Wewe unaitwa nani? Na kwa nini umevaa hivyo? Na umenionaje? Naitwa Fred. Nipo kama wewe. Nilikufa kwa muda wa miaka 5 mpaka sasa. Lakini roho yangu imeshindwa kutulia na ndio maana nina uwezo wa kukuona. Na yule msichana mbona ameniona? Anaitwa Nora. Ana kipawa cha kutuona sisi. Vipi, unataka kukutana naye? Yeye alikufa kama mimi? Si niseme alikufa ama akufa. Lakini yeye ana uwezo kama sisi. Embo, iko hivi. Yeye aliweza kufariki kwa muda wa masaa 6 na akarudi duniani. Alirudi? Kwa hiyo na mimi nitarudi. Hautoweza kurudi duniani kwa sababu wewe ulikufa kweli na ukazikwa. Si ulisema yule alikufa? Au mimi sijasikia vizuri? Ndio alikufa. Lakini yeye aliweza kupata nafasi ya kurudi duniani. Ambayo nafasi hata mimi nilishindwa kuipata kwa sababu
roho yangu haiweza kutulia. Kwa nini na mimi nisipumzike? Na zurura tu. Hauwezi kupumzika kwa sababu wewe una deni. Deni? Na nani? Kuna roho ya mtu inashtakiwa huko duniani na kusemekana kwa kifo chako kimesababishwa na yeye. Umejuaje hayo yote? Nilikuwepo kipindi mazishi yako yanaendelea. Nimesikia kila kilichokuwa kinasemwa. Neno gani? Familia inahisi kuwa mzee Juma anahusika na kifo chako, si ndio? Kama mzee Juma hajaniua, nani kaniua? Wewe unaamini? Na kama unaamini, kama ungekuwa kwa mzee Juma, usingekuwa hapa. Ungekuwa kwa huyo Juma. Na mwili wako usingeweza kulala chini. So unajaribu kuniambia? Najaribu kukuelesha kuwa wewe ulikufa kweli. Na roho yako ilishindwa kutulia na ndio maana una uwezo wa kuwepo hapa. Na baba yangu je? Alikufa naye. Naweza kumuona? Alizikwa wapi? Pale karibu yangu. Anaitwa nani? Michael Nyasa. Michael Nyasa. Yeye ana deni. Kifo chake pia ni cha kawaida. Amepumzika kwa amani. Unajuaje vitu vyote hivyo? Kama nilivyokuambia, mimi ni wa muda sana pale. Na kwa wale ambao roho zao hazikutulia, tuliweza kujuana. Na wale ambao roho zao waliweza kulipa madeni, zilikwenda tena kupumzika kwa amani. Lakini mimi sitaki kupumzika. Nataka mama yangu na ndugu zangu wajue kuwa mimi sikuuawa. Kwa nini? Kwa sababu sitaki kumwacha mama yangu, Dalulu, Kakevi, Rushai pamoja na Aunti Lili, hata na marafiki zangu wa chuo. Unataka msaada? Ndio. Mfuate Nora yule. Amekuja. Namwambiaje? Nenda kakutane naye. Nenda haraka. Nenda kwa mwambie unataka msaada wa kuzungumza na ndugu zako. Nenda utanikuta hapo. Danora. Wewe msichana, mbona unanifuatafuata hivyo? Danora, tafadhali naomba nisikilize. Sikia. Sitaki unifuate. Alafu kitu kingine, yule anayekungoja kule anaweza pia kukusaidia. Hapana. Ameniambia wewe ndio mwenye uwezo kunisaidia mimi niweze kurudi kwa ndugu zangu. Na kuomba tafadhali, nimewakumbuka. Okay. Kwa hiyo amekwambia naweza kukusaidia. Naweza kurudisha na watu ambao wamekufa, si ndio? Danora, please. Unanipotezea muda. Usiniharibie siku basi. Danora. 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 Luna. Twende tukaangalia uwezekano wa msaada mwingine. Luna. Twende tukaangalia uwezekano wa msaada mwingine. Nataka nisaidie. Twende. Twende Luna. Aunti Lili. Luna, Naomba nipikie kile chakula ninachokipenda tafadhali. sawa. Kakae sebreni na kuandalia chakula unachokipenda. Aunti Lili, naogopa.
Naomba niwe karibu yako. Luna tafadhali, simama hapo hapo usinifuate. Kaka Sebreni na kuandalia chakula unachokipenda Luna. Naogopa, naomba uwe karibu yangu. Hapana Luna, kaka Sebreni. Mama. Vibaya. Mama, unahangaika usingizini vipi? Angalia unatoka na majasho. Nimemuota Luna. Mama, msimu wenyewe bado mbichi. Utapoa. Ni kweli msiba bado. Ndio maana akili inaanza kupitiliza. Ila kweli ni kwamba Luna hatuko naye tena. Mama, hebu pumzika. Luna. Pumzika mama. Yaani bora hata nimewaona. Maana nimezunguka kweli huko kwa tafuteni. Nimeenda hadi sehemu huko mnakolala. Anyway, nataka nimsaidie. No. Wewe ni roho na sio mwili. Simkumbatie. Basi sawa, naona hapa tuko barabarani. Nadhani tutafute sehemu nzuri ya kwenda. Pale pazuri. Mambo vipi sasa? Poa mdogo wangu. Uko poa? Niko poa mdogo wangu, vipi? Ongea peke yako. Mimi naongea peke yangu? Hapana. Naongea nao rafiki zangu. Rafiki zako? Ndio. Yaani unamaanisha sisi? Jamani, kwani hamuoni naongea na hao rafiki zangu hapo? Sister. Watu wawili siwezi wanapiga kitu. Udada anazingua wewe zetu mwana. Hamna mtu bwana hapa wewe. Nenda, hamna kitu. Mchana sasa hivi. Tafuta hela acha kuzungumza peke yako. Hawawezi kutuona. Okay, sawa. Sawa Danora, asante. Twende. Haya, twendeni basi. I say bro. Unajua wanasema ukitoka katika usingizi wa kifo, hata akili zako zinakuwa zinaruka. Ndio maana unaona vile akili zimemruka.